إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخيار، فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka rehma na amani zimmiminikie kiumbe bora ambaye alikaitembea juu ya ardhi hii, na isi mwingine ni mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, pamoja na masahaba zake na wake zake na wale ambao watakaomfuata mwenendo wake mpaka siku ya kiyama. Allah as'al alladhi jama'ani wa iyyakum fi hadha almasjid almubarak ومع هذه الوجوه الطيبة المشرقة النيرة طبتم أيها الأخيار وطاب ممشاكم ومسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ambaye ametukusanya ndani ya masjidi hii siku hii ambayo ni siku bora mbele yake Allah, ndani ya masjidi hii pamoja na nyuso hizi ambazo zimemtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Namuomba Allah kwa huruma wake atukusanye siku ya kiyama kama gisa ametukusanya hapa ndani ya masjidi hii pamoja na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama uko peponi. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza wa kila jambo. Ndugu zangu wa Kiislamu, ayuha al-akhyar, ta'alu ma'i ayuha al-ahibbatu al-kiram linaisha ma'a ayatin min ayati Allahi jalla wa ala. لنعيش مع هذه الآية العظيمة التي موجودة في سورة الحجرات، ألا وهي سورة الأخلاق. سورة الأخلاق أيها الأخيار. Njooni ndugu zangu wa Kiislamu tuizungukie aya ambayo inapatikana katika suratul Hujurat. Na hii suratul Hujurat maulama wengi huwa wanaiita ya kwamba ni suratul akhlaq, sura ya tabia. Ni sura ambayo ilikuja kuwasomesha watu tabia nyingi ndani yake biidhnillahi jalla wa ala. Fahadhihi al-ayatu al-azima, hii aya ambayo tutaizungukia leo biidhnillahi jalla wa ala, asasul akhlaqi, ni nguzo kubwa ya tabia njema. Asasul musawah, ni aya ambayo ni nguzo kubwa ya kuonesha namna gani Uislamu ulikuja kuwaunga watu biidhnillahi jalla wa ala. Ni aya ambayo inakuja kutuonesha namna gani dhamma al-islam al-unsuriyatu wal-qabaliyatu wat-tafarruq biidhnillah. Ni aya ambayo inakuja kutuonesha namna gani Mwenyezi Mungu alipiga vita tabia chafu ambayo ni tabia ya ukabila. Uislamu unakuja kutuonesha, au hii aya inakuja kutuonesha namna gani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alipiga vita wale ambao wanakawadai ujahilia wa ukabila, ujahilia wa kujitenga, ujahilia
wa mahizbu yao, vyama vyao. Hii aya inatuonyesha namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni watu gani bora mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ta'ala ya ayyuhan nas, Mungu anasema enyi watu, enyi watu. Mwenyezi Mungu anawaita watu wote. Baada ya aya nyingine kabla ya hizi Mwenyezi Mungu alisema ya ayyuhalladhina amanu, enyi waaminifu. Lakini katika hii aya akasema ya ayyuhan nas, enyi watu. Inna khalaqnakum, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaumbeni. Enyi watu, tambueni, amkeni na mtuambiwe ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo muumba, ndio ambaye alikayewaumba min dhakarin, kutokea kwa mwanaume, wa untha, na kutokea kwa mwanamke, biidhnillahi jalla wa ala. Mwenyezi Mungu aliwaumba kupitia kwa mwanaume na kupitia kwa mwanamke, biidhnillahi jalla wa ala. Faqadiyatul khalqi ayuha al-akhyar qadiyatun khatir, qadhiya ya kushikana uumbaji wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, namna gani alikavyomuumba binadamu, namna gani alikavyoumba dunia, ni dosie ambayo inamfanya mja wake Allah Subhanahu wa Ta'ala kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana katika majina yake ni muumbaji biidhnillahi jalla wa ala. Yeye ndio ambaye anakayeumba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maulama wakazungumza wakasema kushikana namna gani Mwenyezi Mungu alikavyowaumba viumbe wake. Katika hii anasema alituumba kupitia kwa mwanaume na mwanamke, kupitia kwa Adam wa Hawa. Maulama wakasema ya kwamba aina ya kisi Mwenyezi Mungu alikavyowaumba watu, pana baadhi ya watu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaumba kupitia mwanaume bila mwanamke, na pana baadhi ya vitu ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaumba kupitia mama bila kuwa na baba. Mfano wa Isa alayhi salatu wassalam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba kupitia mama bila kuwa na baba, biidhnillahi jalla wa ala. Alimuumba katika hali ya kun fayakun, kuwa na akawa Isa alayhi salatu wassalam bila kuwa na baba alayhi salatu wassalam. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala akatuonesha ukubwa namna gani alikavyomuumba Yesu au Isa alayhi salatu wassalam. Lakini alimuumba kama mtume wake, alimtuma kuja kuwalingania watu biidhnillahi jalla wa ala. Na hii ndio akida yetu sisi Waislamu ya kwamba Yesu au Isa sio mtoto wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala Isa alayhi salatu wassalam sio Mungu. Mungu asema qul huwa Allahu ahad, sema ya kwamba Mwenyezi Mungu yeye peke yake Allah Subhanahu wa Ta'ala lam yalid wa lam yulad, Allah hakuzaa wala hakuzaliwa. Bimaana Isa alayhi salatu wassalam rasulullah, ni mtume wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, na wala sio Mungu na wala sio mtoto wa Mungu. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa almasihu Isa ibn Maryam, wamekufuru wote ambao wanakaokuwa na itikadi ya kwamba Isa alayhi salatu wassalam ni Mungu au ni mtoto wa Mungu. Hiyo sio itikadi yetu sisi biidhnillahi jalla wa ala. Ubad almasih lana sualun nuridu jawabahu mimman wa'ahu idha mata alilahu bisun'i qaumin amatuhu fahal hadha ilahu faya ajaban liqabrin dhamma rabban wa a'jabu minhu batnun qad hawahu aqama hunaka 9 min shuhurin ladha adh-dhulumati min haydhin ghadahu wa shaqqa al-farja mawludan صغيرا فاتحا للثدي فاه ثم يأكل ويشرب ثم يأتي بلازم ذاك فهل هذا إله تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه. Ibn Qayyim rahimahullah anatuonesha katika maneno yake mazito ya kwamba
Isa alayhi salatu wassalam sio Mungu, isipokuwa ni mtume wake Allah subhanahu wa ta'ala. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, Mwenyezi Mungu alituumba kupitia kwa mwanaume na mwanamke, kutoka kwa Adam pamoja na mama wetu Hawa biidhnillahi jalla wa ala. Kwa nini Mwenyezi Mungu alituumba? Kwa nini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuumba kupitia kwa mwanaume na mwanamke? Allah anaendelea anasema, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban. Alafu Mwenyezi Mungu akatuumba mataifa tofauti. Baada ya kutuumba kutoka kwa mwanaume na mwanamke, akajalia mataifa tofauti. Huyu ni Muislamu wa Europe, huyu ni mtu wa Asia, huyu ni mtu wa Afrika, wa qabailan, pamoja na makabila tofauti. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio ambaye alikayeumba taifa tofauti, makabila tofauti. Huyu hapa ni kabila fulani, wewe ni Mrundi, huyu hapa ni Mkongomani, huyu hapa ni Mvira, huyu ni Masanze, huyu ni Mbwari, huyu ni Waulani wa Asia, makabila tofauti na taifa tofauti. Tumuulize Allah subhanahu wa ta'ala sasa, sababu ya kutuumba makabila tofauti na mataifa tofauti ni kwa sababu gani? Ni kumeliki kwa sababu gani? Hapa ndipo ambapo panapatikana probleme na ngorane baina ya Waislamu biidhnillahi jalla wa ala. Katika hizi zama hatuelewi hasa Waislamu wetu kwa nini Allah ameumba mataifa tofauti na makabila tofauti. Tukishaelewa sababu, tutaacha maradhi ambayo yamewakumba Waislamu wengi, maradhi ya ukabila, maradhi ya utofauti wa mataifa, maradhi tunazozana katika hali ambayo ni ya ujahilia. Leo Waislamu tumekuwa wakabila, huyu ni Muhutu, huyu ni Mtusi, hichi ni chama fulani wa chama fulani, tunazozana mpaka tunakosa amani. Huyu ni Msendede FDD, huyu ni Mwiprona. Haya yote Mwenyezi Mungu aliyaumba, yote Mwenyezi Mungu aliviumba. Sababu ya Allah kuviumba, sababu litaarafu. Ndio problemi hapo sasa. Tuliumba makabila tofauti, tukawaumba mataifa tofauti, litaarafu, ili muweze kujuana, sio ili mje mzozane, sio ili mje mwanze kupirikishana. Sisi ni bora zaidi yenu nyinyi, mwenu wa Masanze, mwenu wa Bwari, sisi ndio Warundi, sisi ndio Wabirimani, mwenu wa Mjia. Litaarafu, tujuane. Leo imekuwa shida na ngorane baina ya Waislamu. Tabia chafu ya ukabila imerudi, tabia ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliwaambia masahaba baina yao, da'uha fa innaha mumtina, acheni ukabila, hakika unanuka. Ukabila ni mbaya, ukabila unakuja kuvunja undugu, ukabila unavunja umoja, ukabila unakuja kuwavunjia mapenzi. Da'uha fa innaha mumtina. Masahaba wamesozana wawili, wamesozana, alafu mmoja akaita katika, anawaita ndugu zake wa Muhajirin, yani mmoja anaita Wahutu, ndugu zangu mje mnitabare, na ungana anaita Watusi, ndugu zangu mje mnitabare. Mtume akatoka, a'udhu billah, mtume akatoka. Abda'wa aljahiliya, mnaita maneno ya ukabila ya ujahilia kama hayo, na mimi ningaliki mbele yenu. Alayhi salatu wassalam akuacha hivyo hivyo. Yani umoja aliita wa Ansar na wengine akaita ya Muhajiri, waliita katika makabila yao. Umoja njoni mnitabare na wengine njoni mnitabare. Alayhi salatu wassalam anatoka na kukemea
mnaanza kuita uwito wa kijahilia, na mimi ningaliki hai baina yenu. Abidawa aljahiliya, mnaanza kuita. Mtume akafika anamwambia alayhi salatu wassalam, da'uha fa innaha mumtina, acheni ukabila, hakika ni uchafu, unanuka. Ndio maana Uislamu ukaja kutuonyesha kama Allah yeye ndio muumbaji, aliumba makabila tofauti, akamjalia huyu hapa ni kabila fulani, na huyu ni kabila fulani, na huyu ni wa taifa fulani. Ni vitu normal, ni vitu vya kawaida. Allah yeye ndio alikaumba, lakini sababu litaarafu, tujuani, tustofautiani, tusileti ukabila katika dini ya Allah, tusuvunji Uislamu na kuvunja nguvu ya Uislamu kwa sababu ya ukabila. Waislamu, tusivunje Uislamu wetu kwa sababu ya vyama, tusivunje Uislamu wetu kwa sababu ya ukabila, tusivunje Uislamu wetu kwa sababu ya kutafuta vyeo, tusivunje Uislamu wetu kwa sababu ya kutafuta matukufu kwa serikali, kwa sababu ya kutafuta matukufu kuwaheshimiwa wenye kubwa. Pana siku thumma la tusiku, pana siku utasimamishwa mbele yake Allah, tutasimama mbele yake Allah. Walipita walikaopita katika hii dunia, wako wapi leo? Tuliwasahau na wakaacha athari mbaya. Waislamu, acha hiyo tabia chafu ambayo unayo ya ukabila ndani yako. Huyu ni Mtusi, huyu ni Mhutu, haujawa Muislamu. Wallahi haujawa Muislamu ikiwa ngaliki na chembe chembe za ukabila mroho yako, au chembe chembe za tabia chafu kama hiyo. Biidhnillahi jalla wa ala, Mwenyezi Mungu anaendelea anasema, litaarafu, tujuane, hamna shida. Wewe uko Mbasanje, mimi ni Mbwari, wewe uko Burundi, mimi ni wa Bujumbura, wewe ni wa Ngozi, hamna shida. Shida iko wapi? Njoo tuungane, tutengeneze nchi, tutengeneze dini, tutengeneze amani yetu, tutengeneze maendeleo. Litaarafu, ili muweze kujuana biidhnillahi jalla wa ala. Ndio makusudio makubwa ya Allah, kuumba mataifa tofauti biidhnillahi jalla wa ala. Na Mwenyezi Mungu akatukataza kutofautiana, wala tanazau, na wala mstofautiani, na wala mstofautiani. Allah nakataza wala tanazau, mstofautiani, wala tanazau, na wala mstofautiani, kwa sababu mkianza kutofautiana. Na Waislamu leo wa Burundi tumetofautiana vya vre, tuache mambo ya kupakana mafuta, vitu vimeshabadilika. Tusipakani mafuta na kupakana vilemba vya uongo. Waislamu tumetofautiana. Mwenyezi Mungu anatuonyesha hasara ya kutofautiana, fatafshalu, mtashindwa. Waislamu wa Burundi tumeshindwa katika nyanja za siasa, tumeshindwa. Siasa hatujui wala hatumo ndani yake, uongo. Mwekonomi tuko wapi? Mwekonomi katika nchi tunachangia nini cha maajabu? Vitu ya uongo, tekniki. Njooni muone wangine wanafungua mahoteli, hoteli etaje 12, hoteli etaje 10 na ngapi. Wagiza tunga wa ukweli. Waislamu wako wapi? Tumeikalia kuumana misikitini, kuumana mshahada kwenye tahiyatu, utafanya hivi au utafanya hivi, tungaliki katika mambo madogo. Mwenyezi Mungu asema fatafshalu, mtashindwa. Uwanja ambao wowote katika maidani ya nchi, Waislamu ambao tulikuwa tuko mbele, leo tuko wapi? Kwa sababu ya mizozano baina yetu. Muislamu na Muislamu mwenzake wanakutana katika kazi au katika chama kimoja au katika tekniki moja, wanaumana baina yao. Huyu anamchongea huyu kwa shefu, huyu inakuwa njivu raporo mbaya. Mapenzi baina yetu mna, fatafshalu, mtashindwa. Mungu anasema madhara ya pili, watadhhaba rihukum, mkianza kuzozana na nguvu zenu zitaondoka. Nataka Muislamu aje anaambia kama tuna nguvu. Nataka Muislamu aje anahakikisha tukishazozana, mimi nikawa huku, wewe ukawa huku,
kila mtu akawa mubyake, nguvu zinakwisha. Kila teknisie iko muyake, hamna nguvu tena. Alafu pana watu watakuja wateknisie sasa, watatutumia sasa, wanatumia sasa nguvu za kila mmoja. Wateknisie wenye kujua dunia na kwenda wapi, sio sisi. Sisi tunaelekea kwenye ubwabwa. Wateknisie wenye kujua dunia na kwenda wapi, watatutumia sisi Waislamu hawa ili wafike katika malengo yao biidhnillahi jalla wa ala. Alafu utabakia una kanura hapo. La baba, toka katika usingizi mrefu biidhnillahi jalla wa ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aya yote ameyaumba litaarafu, ili tuweze kufanya nini? Tuweze kujuana biidhnillahi jalla wa ala, na kuwa mbali na ukabila, kuwa mbali na kutofautiana ambapo hakuna msingi biidhnillahi jalla wa ala. Mwenyezi Mungu anaendelea sasa atuoneshe ni watu gani bora mbele yake Allah. Anasema inna akramakum, sikilize vizuri, inna akramakum inda Allahi atqakum. Allah anakuja sasa kuvunja sasa huyo uchafu wa ukabila, uchafu wa vyama, uchafu wa Mungu anakuja kuivunja. Inna akramakum inda Allahi atqakum, mbora miongoni mwenu, mbora miongoni mwa Warundi, mbora miongoni mwa Wazungu, mbora miongoni mwa Wahutu, mbora miongoni mwa Watusi, mbora miongoni mwa atqakum, ni ule mwenye kuwa na ucha Mungu na kumjua Allah. Ndio mbora mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbele ya Allah haya yote, huyu uchafu wote tumo ndani yake wote, mbele ya Allah hauna thamani wala haufai wala hauna nafasi. Mbele yake Allah ni ucha Mungu. Yule atakayemjua Allah Subhanahu wa Ta'ala, akayafanya mema, akayatenda mazuri, huyo ndio mbora mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume wetu Muhammad sema la fadla li arabiyyin au ala ajamiyyin illa bittaqwa. Hamna tofauti ya Mwarabu wala tofauti ya Mwafrika wala tofauti uko mwekunda wala tofauti uko mrefu wala tofauti uko na hakika, hamna tofauti ya Mwarabu wala ya Mwafrika illa bittaqwa, isipokuwa yule ambaye atakayekuwa na ucha Mungu biidhnillah, ndio anakuwa bora mbele yake Allah. Bilal ibn Rabah abdun habashiyun, alikuwa ni mja mweusi, mbele yake Allah ni bora zaidi ya wale Waarabu walikuwa mkuu kina Abu Lahab, walikuwa mkufuru Allah. Waarabu wa ukweli mbele yake Allah ni bora kuliko wale Waarabu walikuwa upita, kwa sababu ya uchamungu wake biidhnillahi jalla wa ala. Tutafute uchamungu ili tuwe bora mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ikiwa itahitajika kuyafanya yale ambayo Mwenyezi Mungu aliamrisha, na ukawa na uchamungu biidhnillahi jalla wa ala, tambua ya kwamba Mwenyezi Mungu aliwaandalia wacha Mungu nafasi bora mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه يغفر الذنوب جميعا. الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ثم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى na kustaka rehema na amani zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pamoja na masahaba zake na wake zake na wale ambao watakomfuata mwendo wake mpaka siku ya kiyama. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama jinsi ametukusanya hapa, atukusanye pamoja na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam huko peponi. Hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala ni muweza wa kila jambo. Ndugu zangu wa Kiislamu, ayu alhibatul kiram, kama jinsi tumesema katika khutba ya mwanzo, namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza katika hii aya, ambayo ni aya inakuja kutuonesha namna gani Allah Subhanahu wa Ta'ala anapiga vita ukabila. Allah anapiga vita haya mambo ambayo ni mambo yamezuka ya watu wengi leo. Tumeghafilika katika mambo ambayo ni ukabila umetujaa baina yetu, baina Waislamu. Ndugu zangu wa Kiislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonesha kwamba yeye ndio alituumba na akaumba makabila tofauti na akaumba hiyo ni ndio si Mwenyezi Mungu alijiumba hivyo, lakini sababu ya Mwenyezi Mungu kuyafanya haya
ndio Waislamu wengi tunaghafilika. Litaarafu, tuweze kujuana biidhnillahi jalla wa ala, tujuane, tutambuane biidhnillahi jalla wa ala. Lakini yote bora, inna akramakum inda Allahi atqakum, mbora miongoni mwetu mbele yake Allah yule ambaye atakayekuwa na ucha Mungu biidhnillahi jalla wa ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, haya tuyaache, hakika yananuka. Da'uha fa innaha mumtina, tuache ukabila biidhnillahi jalla wa ala. Hakika ukabila unanuka, ukabila unavunja undugu, ukabila unapoteza mapenzi, ukabila sasa kibaja zaidi. Waislamu haya mambo tumeyaingiza hata katika Uislamu, tumeyaingiza katika dini yetu, tumeyaingiza katika misikiti, tumeyaingiza katika vyama vyetu, tumeyaingiza ndani yake. Waislamu tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala, turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu jambo lingine, Waislamu siku za mbele tunaandaa hutuba biidhnillah, tutazungumzia siasa ndani ya Uislamu. Tutazungumzia Uislamu, nazungumzia ni kusikana siasa, kwa sababu Waislamu inaonekana tunaipenda siasa, lakini wengi wetu hatujajua nafasi yetu ndani ya siasa, au namna gani tutaicheza siasa ambayo ni siasa ambayo ni siasatul wad'iyya, siasa ambayo ni siasa sio siasa ya Kiislamu. Sisi tunaishi katika nchi ambayo sio nchi ya Kiislamu. Hii nchi sio ya Kiislamu, lakini ina siasa yake. Namna gani Muislamu inabidi ujue namna gani utacheza katika hii siasa ambayo sio siasa ya Kiislamu, tofauti na nchi za Kiislamu. Inaruhusiwa Muislamu kuingia katika siasa, katika vyama, inaruhusiwa. Hii ni rai yangu mimi, nitaizungumza siku za mbele, namna gani utajikamata ndani yake, wapi unaweza ukaanzia na wapi unaweza ukaishia, ili ya kuchunga mipaka yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunaingia yani mipaka tumeipitisha mipaka, unasahau ya kwamba utakufa na utaulizwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Yote haya katika siku za mbele tutachambua ya kwamba Waislamu unaruhusiwa kuvote, watu wanaweza kwenda kuvote vyama. Siku za mbele tunaingia katika matora. Muislamu unaruhusiwa kuvote au haruhusiwi kuvote, yote tutayazungumza biidhnillahi jalla wa ala. Tutachambua Muislamu unaruhusiwa kuvote wala haruhusiwi kuvote katika hizi nchi ambazo Waislamu wanakuja vyama vinashindana. Unaruhusiwa kuvote au haruhusiwi kuvote? Unaruhusiwa kumvote nani hata katika hii nchi? Ni mtu gani Uislamu unasema afadhali umvote wala usimvote? Yote hayo tutachambua biidhnillahi jalla wa ala. Tutazungumzia mambo wenda watu wengi hawajawahi kuyasikiaga. Hiyo inaitwa fiqhul aqalliyat, fiqhi ya Waislamu, ya sehemu ambapo Waislamu ni minorite. Waislamu sio wengi, pana fiqhi yake. Uislamu haukuacha kitu, wallah, Uislamu haukuacha kitu. Yote haya Uislamu niyazungumza, palikuja mashekhe wakayaweka sawa. Tutazungumzia hizi zote fiqhi biidhnillahi jalla wa ala, ili Muislamu ukitembea ujue unatembea haje biidhnillahi jalla wa ala, bila kuidhuru dini yako na bila kudhuru nchi yako na amani ya nchi yako, na ujue kisha utatumikia nchi yako biidhnillahi jalla wa ala bila kuwa na mukhalafa ambao ni mukhalafa wa kisheria au wa dini yako biidhnillahi jalla wa ala. Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.